Jumatatu hii ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2025, Iran ilirusha makombora kulenga kituo cha kijeshi cha Al Udeid kilichopo nchini Qatar, kituo muhimu cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati, kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Mashambulizi hayo ambayo yalizuiliwa na mifumo ya ulinzi ya anga ya Qatar bila kusababisha majeruhi, yalizua lawama kali kutoka kwa nchi za Kiarabu zikiwemo Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Saudi Arabia, Misri, Jordan, Bahrain, Oman na Kuwait. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid bin Mohammed Al-Ansari, alilitaja shambulio hilo kuwa ni la kushangaza, akieleza kuwa Qatar imekuwa mstari wa mbele katika kujenga ujirani mwema na upatanishi wa migogoro ya kikanda. Lawama hizi za pamoja kutoka mataifa ya Kiarabu zinaakisi mchanganyiko wa sababu: hofu ya kukiukwa kwa mamlaka ya kitaifa, wasiwasi kuhusu uthabiti wa kikanda, ushirikiano wa karibu na Marekani na mvutano wa muda mrefu wa kijamii na kihistoria kati ya Wairan ambao ni Waajemi au Persians na Waarabu. Shambulio la kombora la Iran dhidi ya Al Udeid, kituo kilichoko katika ardhi ya Qatar na chenye kuhifadhi takriban wanajeshi 10,000 wa Marekani, lililaaniwa vikali kama ukiukaji wa mamlaka ya Qatar. Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ililitaja kama uvunjaji wa wazi wa anga yake na ukiukaji wa sheria za kimataifa na katiba ya Umoja wa Mataifa. UAE ilisisitiza kauli hiyo, ikilaani shambulio hilo kuwa ni tishio kwa usalama wa Qatar na ikathibitisha mshikamano kamili na Doha. Saudi Arabia nayo ililitaja kama ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa, ikiahidi kuiunga mkono Qatar. Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC linalojumuisha nchi kama Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na UAE nalo likatoa tamko la pamoja la kulaani shambulio hilo, likisisitiza kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja ni shambulio dhidi ya wote. Mvutano wa kihistoria kati ya Waajemi na Waarabu unazidisha hasira hizi. Iran yenye wengi wa asili ya Kiajemi ina tofauti za kijamii na kitamaduni na mataifa ya Kiarabu ambayo yanaunganishwa na urithi wa Kiarabu wa lugha, historia na dini. Kwa karne nyingi, Waajemi na Waarabu wamekuwa wakishindania ushawishi wa kikanda, mvutano ulioanzia enzi za kabla ya Uislamu na kuongezeka katika siasa za kisasa. Nchi za Kiarabu zilililaani shambulio hilo kwa sababu ya hofu ya kuzuka kwa mzozo mkubwa katika Mashariki ya Kati yenye mvutano. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq ilieleza wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la hatari na la haraka la mvutano, ikionya kuwa shambulio hilo linaashiria mgeuko wa kihistoria usiokuwa kawaida unaotishia uthabiti wa kikanda. Shambulio hilo lilizua hofu ya kuenea kwa mzozo mkubwa kati ya Marekani, Iran na Israel, hali ambayo ingeweza kuhusisha kwa njia isiyo ya moja kwa moja nchi zenye vituo vya Marekani kama makao ya kikosi cha baharini cha Marekani nchini Bahrain na vituo vya Marekani nchini Kuwait. Bahrain na Kuwait zilikumbatia tahadhari kwa kufunga anga zao, hatua inayodhihirisha hali ya taharuki ya kikanda. Migawanyiko ya Kiajemi na Kiarabu inazidisha wasiwasi huu. Iran inaungwa mkono na makundi ya Kishia kama Hezbollah nchini Lebanon, Wahuthi nchini Yemen na wanamgambo wa Iraq, jambo linalotafsiriwa na mataifa ya Kiarabu yenye Waislamu wengi wa Kisuni kuwa ni mbinu ya Iran ya Kiajemi ya kuvuruga uthabiti wa mataifa ya Kiarabu. Machapisho kwenye mtandao wa X yamejaa hisia za Waarabu dhidi ya kile wanachokiita vurugu za Iran, wakiziona kama kikwazo cha maendeleo ya ukanda huo. Hivyo, hata kama shambulio dhidi ya Al Udeid lilikuwa la kiishara, lilionekana na mataifa ya Kiarabu kama uchokozi wa Kiajemi usio wa lazima unaoweza kuchochea vita kubwa ambayo Waarabu wanajaribu kujiepusha nayo. Uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba, ikiwa ni pamoja na Al Udeid nchini Qatar, Al Dharfa nchini UAE, Prince Sultan nchini Saudi Arabia na kituo cha wanamaji cha Bahrain, unaonesha uhusiano wa karibu wa kimkakati kati ya mataifa ya Kiarabu na Marekani. Qatar imeimarisha nafasi yake kama mshirika muhimu kwa kuipa Marekani kituo cha Al Udeid ambacho hutumika kama ngome za operesheni za Marekani nchini Iraq na Afghanistan. Makubaliano ya mwaka 2024 yaliongeza muda wa uwepo wa Marekani kwa muongo mmoja zaidi, sambamba na uwekezaji wa Qatar wa dola bilioni 8 katika kituo hicho. Shambulio dhidi ya Al Udeid halikuvunja tu mamlaka ya Qatar, bali pia lililenga kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa Marekani na muundo wa usalama wa kikanda
unaoongozwa na Marekani, ambao ndio nguzo ya ulinzi dhidi ya ushawishi wa Iran. Kulaani kwa mataifa ya Kiarabu dhidi ya Iran kunalingana moja kwa moja na maslahi yao ya kudumisha uungwaji mkono wa Marekani dhidi ya Iran, taifa la Kiajemi linalotazamwa kama tishio kuu katika ukanda huo. Ingawa viongozi wa Kiarabu walilaani hadharani shambulio la Iran, baadhi yao kwa faragha walifurahishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, wakiyatazama kama njia ya kuzuia upanuzi wa ndoto ya Kiajemi. Firas Maksad wa Eurasia Group alibainisha kuwa maafisa wa Kiarabu kwa kimya walifurahishwa kuona Iran ikidhoofika, japo wana hofu ya madhara ya kurudi nyuma, yani blowback. Mgawanyiko wa kihistoria kati ya Waajemi na Waarabu unaongeza nguvu kwa msimamo huu. Nchi nyingi za Kiarabu zenye Waislamu wa Kisuni zimekuwa zikipinga upanuzi wa ushawishi wa Kishia kutoka Iran kwa muda mrefu. Hivyo kulaani kwao shambulio la Iran ni ishara ya kimkakati ya mshikamano na Marekani. Tofauti za kikabila na kitamaduni kati ya Waajemi na Waarabu ndicho chanzo kikuu cha kutengwa kwa Iran miongoni mwa mataifa ya Kiarabu. Takriban 60% ya watu wa Iran ni Waajemi, huzungumza Kifarsi na wana urithi wa kipekee wa kitamaduni uliojikita kwenye historia ya dola ya kale ya Kiajemi. Kwa upande wao, Waarabu wanaunganishwa na lugha ya Kiarabu na utambulisho wa pamoja wa kitamaduni, na wanaichukulia Iran kupitia muktadha wa ushindani wa kihistoria. Mvutano huu ulianza tangu karne ya 7 baada ya Waarabu kuiteka dola ya Kiajemi, kisha ukachochewa tena na kupanda kwa dola ya Kisafavid mnamo tarehe 16 iliyofanya Ushia kuwa dini rasmi ya Iran, hili likizidisha tofauti na mataifa mengi ya Kiarabu ya Kisuni. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, Iran ilikuza mchanganyiko wa utaifa wa Kiajemi na harakati za Kishia, hali iliyozua hofu kubwa kwa majirani zake wa Kiarabu. Uungwaji wake mkono kwa makundi ya wanamgambo kama Hezbollah, Wahuthi na wanamgambo wa Kishia wa Iraq umechukuliwa kama njia ya Iran kutaka kueneza ushawishi wake katika ardhi za Kiarabu, jambo linalogawanya jamii za Kiislamu. Katika mtandao wa X, maoni mengi yanaakisi mtazamo huu, yakieleza kuwa hakuna taifa kubwa la Kiarabu au la Kiislamu kama Misri, Saudi Arabia, UAE, Jordan au Kuwait linaloonyesha uungwaji mkono kwa Iran. Wanaitazama Iran kama taifa linalotenda kwa msukumo bila kudhibitiwa, loose cannon. Shambulio la Iran dhidi ya Qatar, taifa la Kiarabu ambalo limekuwa mpatanishi na lina uhusiano mzuri na Iran, lilionekana kuwa la kushtua sana, kama alivyosema Al-Ansari, hasa kutokana na juhudi za Qatar za kudumisha ujirani mwema. Na pia tena utambulisho wa Iran kama taifa la Kiajemi ukiongeza zaidi hofu ya Waarabu kuhusu vitendo vyake, na hivyo kuzidisha hali ya kutoaminiana. Qatar kulitaja shambulio hilo kama la kushangaza, kunaonesha hali yake tata kama mpatanishi kati ya Iran na mataifa magharibi. Tofauti na mataifa mengine ya Ghuba, Qatar imekuwa na uhusiano wa kindugu na Iran, wakiwa wanashirikiana eneo la gesi la South Pals North Dome, na imekuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa upande mwingine, Iran ililenga kituo cha Marekani cha Al Udeid nchini Qatar ili kuthibitisha uwezo wake wa kulipiza kisasi na kupeleka ujumbe wa urafiki kwa serikali ya Qatar, amesema Abbas Moqtadei, ambaye ni naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Iran, ambapo amesema Jumanne hii. Moqtadei amesema kituo hicho kililengwa kwa sababu kinahifadhi mali nyingi zaidi za Marekani katika ukanda huo, na shambulio hilo lililenga kuifanya Washington itambue uadui wake yenyewe. Ameongeza kuwa Iran inaheshimu sheria za kimataifa na inaiangalia Qatar kama jirani wa kirafiki ambaye eneo lake limechukuliwa kwa sehemu na Marekani. Kwa kulenga eneo la vitendo vibaya vya Marekani huku tukidumisha urafiki wetu na Qatar, tumetuma ujumbe wa pande mbili, amesema Moqtadei. Bado tuna nafasi ya kuwaadhibu wa Marekani zaidi, ameongeza. Uamuzi wa Iran wa kushambulia ardhi ya Qatar umetia doa uhusiano huu wa kipekee, licha ya Baraza Kuu la Usalama la Iran kujaribu kutuliza hali kwa kusema kuwa shambulio hilo halikuwa tishio kwa watu wa heshima wa Qatar. Hata hivyo, mgawanyiko wa Kiarabu na Kiajemi unafanya hata uhusiano huu wa karibu kuwa mgumu zaidi, kwani Qatar, japo ina uhusiano na Iran, ni taifa la Kiarabu na mwanachama wa GCC, na hivyo shambulio hilo linaonekana kama usaliti kutoka kwa jirani wa Kiajemi.